Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijielekeze katika hoja ambayo imekuwa ikisemwa na baadhi ya watu. Hapa juzi kiongozi mmoja wa chama cha upinzani alikuwa huko kusini mwa nchi yetu, akafanya na mkutano wa hadhara, anawaambia Watanzania ya kwamba sisi tunakopa, alafu tukishamaliza kukopa ile mikopo haionekani. Nataka nimwambie ya kwamba hakuna kilichokopwa kisha tukakosa kufanya jambo la maendeleo. Katika barabara na viwanja vya ndege vilivyosimamiwa na Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunampongeza sana Rais Samia kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya, na ushahidi ni juzi Waziri wa Uchukuzi amekuwa akienda akifungua baadhi na kuruhusu ndege zinaruka. Tusingelikuwa na kiwanja cha Tabora, tusingekuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Shinyanga, tusingelikuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Sumbawanga, tusingelikuwa na mradi unaoendelea wa kuboresha kiwanja cha Kigoma, tusingelikuwa na uwanja unaoboreshwa pale Tanga, tusingelikuwa na mpango wa kutengeneza kiwanja cha kisasa pale Manyara. Haya yote tunafanya ni kutokana na mikopo nafuu tuliyoipata kupitia wadau wetu wa maendeleo. Kwa hivyo jambo la kusema kwamba tunakopa lakini hatuna tunalolifanya ni jambo la uzushi, ni jambo lisilo na maana, na ni jambo la uchonganishi baina yetu na Watanzania. Labda kiongozi huyu hapendi Watanzania niliotaja katika haya maeneo wapande ATC wakikaa katika kiwanja kizuri cha ndege kama kile cha pale Tabora. Alitaka watu waendelee kutaabika. Ni mikopo hii ndio inayotupelekea tunajenga kiwanja cha kisasa cha Msalato. Ni kiwanja cha mfano, ni kiwanja kitakachokuwa ni hub. Ndege za aina zote katika taifa letu zitatua ni kwa sababu ya kiwanja kikubwa cha pale Msalato. Ni namna ya mikopo hii ndio inayotufanya tunatengeneza barabara ya uhakika ya barabara 6 ya kutoka Chamwino Ikulu mpaka hapa Dodoma mjini, kwa maana ya 3 zitoke na 3 ziingie. Tunajenga mji wa kisasa wa serikali. Hatutaki kufanya makosa. Tunataka miaka 50 ijayo watoto wetu watakapokuja wakutane na jambo ambalo sisi wazazi wao tuliliandaa na likapendeza sana. Naomba waheshimiwa wabunge, kwa sababu ya muda kuto kutosha, nitawapa takwimu ya namna ambavyo nchi yetu imefanya maendeleo makubwa katika mikopo tuliyoikopa. Mikopo hii, Mheshimiwa Naibu Spika, ndio iliyoifanya Kigoma leo ifunguke. Tunatengeneza barabara ya kutoka Malagarasi kwenda Uvinza, ni kwa sababu ya mikopo hii. Kutoka Kasulu kwenda mpaka Manyovu ni kwa sababu ya mikopo hii. Watanzania ni lazima wakatae uzushi wa watu wa namna hii, na mimi nitafurahi kwa sababu nimeifuatilia ziara ile na nikasikiliza kwa makini. Leo kupitia mikopo hii na nia njema ya Rais Samia ndio iliyoifanya watu wanaopita barabara ya kusini, maneno ya kusema kusini imekata mawasiliano yaondoke. Mheshimiwa Spika, tusingekuwa na mikopo hii tusingelikuwa na daraja la Somanga na madaraja mengine 81 nchi nzima. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa na taadhima, naomba niseme kwamba tumefanya kazi nzuri na tunasonga mbele na tunayo mikakati mizuri ya kurekebisha miundombinu yetu, na naomba niunge mkono hoja kwa kazi hii kubwa na nzuri iliyowasilishwa hapa na Wizara ya Fedha na Wizara ya Mipango.